Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminary Online TV, tumsifie Yesu Kristo. Basi mpendwa, tarehe 25 ya mwezi wa kwanza kila mwaka Mama Kanisa Katoliki huwa anaadhimisha sikukuu ya kuongoka kwa Mtakatifu Paulo Mtume. Na kipekee kwetu sisi wa seminari sasa wa seminari hii kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, huwa pia tunafanya sherehe hiyo ya sikukuu ya seminari, ambapo sasa tunaenzi maombezi hayo ya Mtakatifu Paulo Mtume kwetu kwa seminari yetu. Wapendwa, jambo hili la kuwafanya watakatifu kuwa waombezi ama wasimamizi wa taasisi ilianza karne za mwanzoni kabisa, hususan karne ya 3 na karne ya 4, ambapo baada ya madhulumu ya Wakristo walianza kujenga makanisa juu ya makaburi ya wale wafiadini, na hivi sasa wakawa wanaweka haya makanisa chini ya maombezi ya wafiadini wale. Lakini pia kwenye karne ya 7 hapo watakatifu wakaanza kuwekwa kuwa wasimamizi wa miji, wasimamizi wa taasisi pamoja pia na nchi. Na hivi mwaka 1870 Papa Pius wa 9 alimfanya Mtakatifu Yosefu kuwa msimamizi wa kanisa lote la ulimwengu. Hata hivi baadaye pia tuliona pia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu anawekwa kuwa msimamizi wa misioni zote. Hivyo basi miaka pia 100 iliyopita Mtakatifu huyu Paulo Mtume aliwekwa kuwa msimamizi wa seminari hii kuu ya Kipalapala sasa, ambayo ndio seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Na kama nilivyosema sasa kwamba sherehe yake hii sikukuu iwe inaadhimishwa tarehe 25 mwezi wa kwanza, kwa kweli ni sikukuu ya kuongoka kwake. Sababu pia kuna ile sikukuu ya tarehe 29 Juni ile ya watakatifu Petro na Paulo. Sasa kwa nini tusiadhimishe kule, tuadhimishe hiyo tarehe 25? Tunaadhimisha kule kuongoka kwake. Na hii ina taswira kubwa sana kwetu wa seminari, kwa sababu taasisi kama nilivyosema zinapowekwa chini ya watakatifu, kwa kweli malengo ni matatu. Lengo la kwanza ni ili hii taasisi sasa iweze kuwa chini ya maombezi ya mtakatifu husika. Kama seminari nilivyosema, na maana iko chini ya maombezi sasa Mtakatifu Paulo. Sisi tunasali, lakini tunamuomba pia atuombee. Lakini ukumbuke kwamba sisi wa seminari kwa kweli tunayemuiga wa kwanza kabisa ni Kristo. Sio Paulo. Ni Kristo, lakini Paulo pia anatusaidia sasa sisi kumfikia huyo Kristo. Lakini lengo la pili ni kuiga maisha ya mtakatifu husika. Kwa sisi wa seminari kwa kweli tunahangaika sana kujilea na kujiunda, japokuwa kwamba mafundisho ya kanisa yanatutaka sisi wa seminari kumfuata Mtakatifu Thomas wa Aquino kama mfano wetu, hususani sisi wanafunzi wa teolojia. Hatuwezi muacha Mtakatifu Paulo Mtume kwa sababu ana mchango mkubwa sana katika imani yetu. Na hivi la tatu sasa ni kuitambulisha taasisi husika kiroho. Na maana sasa badala ya seminari hii kutambulika seminari ya Kipalapala, inatambulika sasa seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Ina maana imekuwa na hadhi ya kiroho. Na hivyo basi tarehe hiyo 25 niliyosema, kuna mambo kadhaa huwa yanafanyika tunapokuwa tunaadhimisha hiyo sherehe ama sikukuu hiyo ya kuongoka Mtakatifu Paulo Mtume. Tunapofanya hiyo sherehe, nikumbuke pia tumechukua maneno ya Mtakatifu Paulo Mtume kwenye ile barua yake kwa Wafilipi sura ya kwanza aya ya 21, kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo. Na hiyo ni kama maneno ambayo ni kama kauli mbiu ya seminari, ambayo sasa inatutafakarisha sisi wa seminari mara kwa mara kwamba tujue kwamba kwetu kuishi sisi ni Kristo. Tumfuata sasa kama Paulo mwenyewe alivyofanya. Ukisoma historia yake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, utaona kwamba namna ambavyo Paulo aliongoka sasa kutoka kuua watu na kuwa mlinzi wa uhai. Kumbe nasi tunaweza tukabadilika hata sisi wa seminari katika hali zetu. Mungu anavyotuita, hatuiti tukiwa watakatifu. Kumbe anatuita katika hali ya dhambi. Kwa tunaweza tukaacha sasa dhambi, tukaongoka, tukawa kama Paulo alivyoongoka. Sherehe hiyo sasa kama nilivyotaka kusema kwamba tunaadhimisha au tunafanya sherehe ya mambo hayo. Jambo la kwanza kwamba ni sherehe ya seminari. Lakini jambo la pili linapatana na utoaji wa huduma ya utangazaji wa neno la Mungu pamoja na huduma ya uhudumu wa altare ambao tunaita acolyte pamoja na lector. Na kwa kweli huduma hii ya utangazaji wa neno la Mungu huwa wanapewa waseminari wa mwaka wa kwanza teolojia, na huduma hii ya acolyte ama wahudumu wa altare huwa wanapewa waseminari wa mwaka wa pili wa teolojia, kama ambavyo wao wenyewe watatushuhudia hapa na kutueleza nini maana ya huduma hizo. Akoliti ni mhudumu anayewekwa kwa ibada rasmi na kanisa.
Roho hii ya huduma tunaikuta katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 6. Akoliti anatoa utumishi wa altare akimsaidia kuhani na shemasi. Na kati ya kazi anazozifanya akoliti, kwanza ni kuandaa vyombo vitakatifu, hasa wakati wa matayarisho ya dhabihu katika maadhimisho ya misa takatifu, lakini zaidi sana kupeleka ekaristi takatifu kwa wagonjwa, lakini pia kuweka ekaristi takatifu kwa ajili ya watu kuabudu pasipo kutoa baraka. Na pia akoliti anahusika katika kugawa ekaristi takatifu akiwa kama mhudumu asiye wa kawaida wa ekaristi takatifu. Na basi lengo la utumishi huu anaotoa akoliti akiungana na watumishi wengine katika maadhimisho ya mafumbo matakatifu ni kuhakikisha kwamba mwili wa fumbo wa Kristo, yaani kanisa, unajengwa. Lakini katika mawanda ya teolojia ya kichungaji tunakutana na neno diakonia, likitokana na neno diakonos, neno la Kigiriki ikimaanisha huduma. Msomaji ni mhudumu anayewekwa na kanisa kwa ibada maalumu kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu isipokuwa Injili. Uratibu mkuu wa misala ya Kiroma nambari 99 na nambari 194 hadi 198 unaweka wazi majukumu ya msomaji. Jukumu la kwanza ni kutangaza neno la Mungu isipokuwa Injili. Jukumu la pili ni kusoma nia za misa baada ya utangulizi wa padre endapo shemasi hayupo. Jukumu la tatu ni kuimba zaburi au wimbo wa katikati ikiwa mwimba zaburi hayupo. Jukumu jingine ni kubeba kitabu cha Injili wakati wa maandamano kuelekea ibada ya misa takatifu. Basi wapendwa, kama vile ambavyo umesikia watakaopewa hizo huduma wanavishuhudia na kutueleza nini maana ya huduma hiyo. Kwa hakika huduma hizo zitatolewa tarehe 25 ya mwezi wa kwanza kama nilivyosema kule mwanzo. Mimi nitakuwepo mbashara. Wewe umepata tu kujua maana ya hizo huduma, lakini kwa hakika utakuwepo. Na umesikia wakieleza kwamba hawa wahudumu hupokelewa kwa ibada maalum. Je, unafahamu ibada hiyo inafanyikaje? Ni kukualike sasa ufuatilie matukio hayo mubashara kupitia chaneli yetu ya Kipalapala Seminary Online TV. Na pia usisahau kusubscribe.